Command your day. Zishinde vivu na chovu za usingizi. Umeumbwa na ushindi. Umeumbwa na uwezo ndani yako. Tamkia asubuhi yako. Tumsifu Yesu Kristo. Taifa la Mungu, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa neno lake la kila siku. Mungu hajawahi kutupungukia wala hatujawahi kukaukiwa. Neema yake imekuwa kubwa kupita akili za kibinadamu, kulipita ufahamu, kupita maarifa, kupita namna yoyote ile ambayo tunaweza tukaeleza. Mtu mmoja akasema ya kwamba hakuna namna tunaweza tukaeleza upendo wa Mungu kwenye maisha yetu. Tukaweza tukapata vitabu, tukaweza tukaandika kurasa zinazoweza kuelezeka, kwa sababu ni upendo wa ajabu mno. Imagine Mungu anavyotuchukulia, bado anatupenda. Pamoja na kwamba jana imekuwa vile na leo imekuwa hivi, bado anatupenda. Mimi niko hapa kwa ajili ya kwako, mtoto wa Mungu unayenisikiliza katika siku hii ya leo tena ambayo Bwana ametupa kuweza tena kusimama nayo. Ni siku njema na nzuri sana machoni pa Mungu aliye hai, na kukaribisha kwa moyo unyenyekevu kabisa, ili Bwana akapate kukuhudumia na akapate kuwa pamoja nawe katika siku hii ya leo. Hakuna umbali wowote wa mahali ambapo ulipo na mahali ambapo mimi nilipo. Swala muhimu sana kwako, jitahidi kuamini kile ambacho Mungu anachokiachilia kwa ajili yako katika siku hii ya leo. Na kukaribisha kwa moyo unyenyekevu kabisa. Hii ni Command Your Day na Chomoze Clouds TV. Na kukaribisha kwa moyo unyenyekevu, na naomba umkaribishe mwingine na mwingine, kumwambia kwamba hili nalo ni neno la Bwana katika siku ya leo ambalo Mungu analotupa kuweza kuwa nalo, ili kuitengeneza na kuifanya siku yetu iwe siku ya baraka zaidi na zaidi. Ninaomba tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa sababu umetuamini na kutuchagua tena katika siku ya leo. Tunaomba kwa kadri neema yako jinsi ilivyo, ukapate kututumia jinsi ulivyokusudia kunitumia, Bwana. Ukapate kumhudumia mtu huyu ambaye ameangalia ibada hii na ametamani kusikia kutoka kwako, Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Ninakuomba kwa uaminifu wako na kwa neema yako kapate kuweza kumsaidia huyu anayenisikiliza wakati huu, ili neno lako lisibaki bure kwenye maisha ya kwake. Tangu sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, nimeomba nikiamini kwako, Mungu aliye hai. Hazina zako zote, Bwana, unatufunulia siku ya leo, nasi tukapate kutangaza utukufu wako na neema yako katika maisha ya kwetu. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Mtoto wa Mungu unayenisikiliza katika siku ya leo, natamani sana tuende moja kwa moja katika neno la Mungu, kile kitabu cha Zaburi ile ya 147 ule mstari wa 18. Zaburi ile ya 147 mstari ule wa 18. Neno la Mungu linasema, hulituma neno lake na kuviyeyusha, huvumisha upepo wake, maji yakatiririka. Hulituma neno lake na kuviyeyusha, huvumisha upepo wake, maji yakatiririka. Maji yakatiririka. Leo inazungumza na mtu hapa ambaye anayenisikiliza na anayenifuatilia kupitia mahali ulipo. Nina mambo machache sana ambayo nitakayozungumza nawe katika siku ya leo. Wala usifanye haraka kuscroll na kuacha kuangalia hichi ambacho Mungu anataka kuzungumza na wewe, ili uweze kutokea kwenye kile ambacho yeye amekusudia kitokee kwenye maisha ya kwako. Ni swali ambalo nakuuliza kwanza. Umewahi kufikiri faida ya neno la Mungu kwenye maisha yako? Je, ni mara ngapi limewahi kukunufaisha na likaweza kubadilisha maisha yako mahali? Na kuuliza swali jingine, unao ujasiri wa kusema neno la Mungu linaweza kutendeka na halo likaweza kutendeka kwenye maisha yako kwako? Au ni majibu ambayo mimi sihitaji unijibu kwa sauti, lakini jijibu wewe mwenyewe, na nafsi yako itakushuhudia kitu fulani ambacho kinachoweza kukusaidia. Jambo hili moja muhimu ambalo Mungu alilokuwa ananisemesha kwa habari ya neno. Bado tunaendelea kung'ang'ana na kujifunza namna unaweza kutengeneza mwanzo wako
mwanzo wako kwa neno au msingi wako kwa neno. Hapa Zaburi anasema hulituma neno lake na kuviyeyusha, huvumisha upepo wake, maji yakatiririka. Nimejifunza jambo hili moja katika maisha ya kwangu, na nimekuwa nikiona namna ambavyo Mungu analidhihirisha neno lake kila wakati tunapoomba. Ni lazima kwenye kila siku ulio nayo jikumbushe neno hili. Mungu hulituma neno lake, na mahali neno lake lilipo, uwepo wake huwepo. Naomba nirudie. Mungu hulituma neno lake, na mahali uwepo wake ulipo, ndipo na neno lake lipo. Mahali ambapo neno la Mungu halipo, Mungu hayupo. Mimi sijui nazungumza na nani. Jambo lolote ambalo halijabeba neno la Mungu, Mungu hayupo. Paulo anasema mahali fulani ya kwamba kwa neno na kwa maombi, au kwa neno na kwa sala, vitu vyote utakaswa au utakasika. Na kwa maana hiyo unatakiwa kujikumbusha jambo hili. Hata katika maombi ulio nayo, ni neno gani la Mungu ambalo unalo? Na nilijifunza kitu kimoja wakati nilipokuwa naangalia, anaposema hulituma neno lake na kuviyeyusha, huvumisha upepo wake, maji yakatiririka. Miujiza yoyote inayotokea ipo ndani ya neno la Mungu. Na kabla ya vitu, Mungu hulituma neno. Kabla ya kitu chochote, muujiza wowote, ishara yoyote, Mungu hulituma neno. Na ndio maana kuna vita kubwa sana ya kile ambacho umeamua kukisikia kama maneno ya watu walio nayo ulimwenguni na neno ambalo Mungu alilo nalo. Ni rahisi sana kusikiliza mtu anayekupa hadithi ya masaa 3 na kusikiliza maneno yake mazuri yanayoweza kukwambia kwa namna yoyote ile. Sisemi ya kwamba usiache kusikiliza, lakini si rahisi sana kulisikiliza neno la Mungu. Kuna watu wengi wanaotamani mara nyingi neno liwe kwa ufupi zaidi, maneno yasiwe mengi. Wakati mwingine mtu mwingine anakwambia ningetamani kusiwepo neno, leo hii tuimbe tu au tuombe. Unaombaje bila neno la Mungu? Maana yangu mimi nilijifunza kwenye maisha yangu yote ya kwamba kabla ya muujiza hutangulia neno. Kabla ya udhihirisho wa jambo lolote unalolihitaji kwenye maisha yako, hutangulia neno. Na mimi niko hapa kukuambia ya kwamba nini nakuuliza kama swali, nini kilichotangulia kwenye siku yako? Nini kilichotangulia kwenye kazi yako? Nini kilichotangulia kwenye ofisi yako? Nini kilichotangulia kwenye ndoa yako? Utaendelea kunielewa huko mbele tunapoelekea zaidi, lakini jambo moja muhimu sana ambalo leo hii nimekukumbusha, tutaendelea kwenye kipindi kinachokuja. Hakikisha ya kwamba kama unahitaji muujiza kwenye prayer agenda ya kwako, au zile prayer point, kwa lugha nyingine nizungumze pointi zako za maombi, usiache kumwambia Mungu, ninaomba ulitume neno kwa ajili yangu. Ninaomba ulitume neno kwa ajili yangu. Mungu anajua neno lake limebeba nini. Kesho nitakuja kuendelea, kipindi kinachokuja nitakuja kuendelea kuzungumza na kuweza kuelesha kitu fulani pale. Lakini leo hii ninachotamani kila mmoja wetu awe na kiu ya neno. Kiu ya neno kabla ya miujiza. Kiu ya neno kabla ya vitu. Kiu ya neno kabla ya chochote. Mungu akilituma neno ni kila kitu. Ni kama umemaliza kila kitu. Unaweza ukachukulia kama ni neno kama magazeti mengine yanavyozungumza maneno, na ukabaki kuwa vile vile ambavyo ulivyokuwa. Unajua swala la kuamini na kusikia na kuamini kile ulichokisikia ni hatua, ni mchakato. Na ndio maana ninaweza nikasema ya kwamba namna unavyoliheshimu, namna unavyolipa nafasi, namna unavyoliamini, ndivyo litakavyoweza kuleta chochote kile kinachotakiwa kitokee kwenye maisha kwako. Kwa lugha nyepesi, neno ni kama sumaku ya kukuvutia chochote unachokitaka kitokee kwa Mungu wako. Mungu akusaidie uweze kuelewa. Naomba weke mkono wako
kifuani namna hii. Sema: Baba yangu wa mbinguni, nina kiu. Ninaomba uongeze kiu zaidi ya kulipenda neno lako na kulisikia neno lako. Ninaomba usiniache. Ninaomba usinitupe. Ninaomba unishike sawasawa na neno lako. Ninaomba Bwana, kiu ya Roho Mtakatifu katika neno lake, kiu ya Roho Mtakatifu katika neno lake ikae ndani yangu. Na siku ya leo Bwana, kwa neno hili ulilolituma kwangu, ninaomba ukaviyeyushe, ninaomba ukavumishe na upepo kila jambo ambalo nimelihitaji kutokea likapate kutiririka kama maji. Ndivyo ninavyoamini kutoka kwako, ya kwamba unapolituma neno lako unayeyusha. Unapolituma neno lako umetenda, umefanya hili na umefanya lile. Ninakuomba siku ya leo Bwana, neno hili lisiwe bure machoni pangu. Ninaomba liwe na matokeo tangu sasa na hata milele, katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki sana mtoto wa Mungu naye nisikiliza, na neema ya Kristo isikuache. Kristo aendelee kukutunza daima na aendelee kukushika. Wewe ni mtu wa maana sana kwenye ufalme wa Mungu. Usiache kutaka neno. Mwambie Mungu siku zote, kabla ya vitu vyote nilivyo navyo, ninavyohitaji kutoka kwako, ninaomba unipe kiu ya neno, kwa sababu Biblia inasema hulituma neno lake na kuviyeyusha, na huvumisha upepo na maji yanatiririka. Mungu akupe kuelewa na Mungu akupe kukusaidia. Kabla ya muujiza, kabla ya ndoa, kabla ya watoto, kabla ya kazi, kubali kupokea neno la Bwana. Lipe nafasi neno la Bwana kwenye maisha ya kwako, liweze kubadilisha chochote kile unachokihitaji kitokee kwenye siku ya kwako. Mungu akubariki sana. Mimi naitwa Mwalimu Reinald Mlawi, na sina la ziada katika siku ya leo. Nimekuombea kiu ya neno, na hili neno likaitengeneze siku yako ya leo. Mungu akubariki. Shalom, shalom. Zishinde vivu na chovu za usingizi. Umeumbwa na ushindi, umeumbwa na uwezo ndani yako. Tamkia asubuhi yako.